ibada ya siku ya Bwana. Tunaongozwa na ibada ya siku ya Bwana. Utaratibu wa 3 katika liturujia zetu ni ukurasa wa 11. Ibada ya siku ya Bwana, utaratibu wa 3 katika liturujia zetu ni ukurasa wa 11. Ee Bwana Mungu wetu, utukufu wa jina lako ni wa ajabu katika dunia yote. Wewe umeweka utukufu wako juu mbinguni, toka mashariki mpaka magharibi. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ni Roho, na wote wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mimi nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Tupige magoti tuombe. Ee Mungu, nirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Kristo Yesu ndivyo Bwana asema, mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu hii hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Huyu ndiye Mungu amekwisha kutuweka awe upatanisho kwa njia ya imani. Kwa sababu hii na tuwe na amani kwa Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa ajili yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo liungamalo jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwana-kondoo ameshinda. Mwana-kondoo ameshinda. Amen. Basi naomba kwa muda huu, wakati milango inafunguliwa na tunapojiandaa kusoma zaburi ya kupokezana, karibishe vijana A kwa ajili ya wimbo wetu wa kwanza. Wimbo huu utatupeleka katika zaburi ya kupokezana. Karibu. Yeah.
Asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Nashukuru vijana kwa uimbaji wenu mzuri na ujumbe mzuri. Basi naomba tumrudishie Mungu utukufu kwa kupiga makofi mara 3. Amen. Naomba ushirika tusimame na tushirikiane kusoma Zaburi ile ya kupokezana, ni Zaburi ya 116. Zaburi ya 116. Tutaanza kusoma mstari wa kwanza, tutafika mstari wa 4. Baada ya mstari wa 4 tutaruka, tutaenda kusoma mstari wa 12 mpaka mstari wa 19. Ni Zaburi ya kupokezana. Tutaanza kusoma, ni Zaburi ya 116. Tutaanza kusoma mstari wa kwanza, tutafika mstari wa 4, na baada ya kufika mstari wa 4 tutaenda kusoma mstari wa 12 mpaka mstari wa 19. Basi nitawatangulia kusoma mstari wa kwanza. Haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anasikia sauti yangu na dua yangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti ziliponizunguka, shida za kuzimu ziliponipata, naliona taabu na huzuni. Nikaliita jina la Bwana, Ee Bwana, nakuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Mstari wa 12. Nitamrudishia Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Ee Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Mtumishi wako umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri yangu mbele za Bwana. Naomba tushirikiane mstari wa 19. Katika nyumba za Bwana, ndani yake Yerusalemu. Amen. Naomba tunike macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako asubuhi njema ambayo Mungu umeturuhusu na umekubali tuweze kuwa hai tena. Sababu hiyo Mungu, tumekuja mbele zako katikati ya hekalu lako hili kukuabudu, kukusifu na kusema wewe ni mwema kwenye maisha yetu. Pasipo wewe, pasipo uwepo wako Bwana, sisi si kitu chochote. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya ibada hii njema ambayo tunaenda mahali hapa. Mungu, tunaomba neema yako iwe pamoja na sisi mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho wake. Jehova, neema yako itufunike mahali hapa. Ratiba zote ninazikabidhi kwako Mungu. Usinyamaze kwa ajili yetu mahali hapa Bwana. Kila kusudi ambalo umelikusudia Mungu katikati ya ibada hili likapate nafasi, na kila mipango ambayo Bwana haijapata kibali machoni pako yasipate kibali pia machoni pa watu wako hawa na katikati ya ibada hii.
tunajikabidhi kwako Mungu kwa ajili ya ratiba zote ambazo zitaendelea mahali hapa. Neema yako Bwana, kila mmoja aliyefika mahali hapa ukamhudumie sawa sawa na vile Mungu unatamani. Sisi tunaweza tukajua mapungufu yetu wenyewe, lakini uko Mungu ambaye unayajua hata yale ambayo sisi wenyewe hatuyajui, kwa sababu wewe Mungu ulituumba kwa mfano wako mwenyewe, na wewe wajua zaidi ya siri yetu. Bwana, kila mmoja zaidi sana, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya kundi Mungu ambalo tuko mahali hapa. Sisi ni wanadamu ambao muda mwingi tumebeba maasi, tumebeba uovu, tumebeba hatia. Mungu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu, kwa ajili ya Yesu ambaye alimwaga damu yake kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Katusafishe na sisi, kila mmoja wetu mahali hapa, kila mmoja wetu sawa sawa na makosa na mapungufu ambayo amebeba, tunakuja kuyaleta msalabani pako Jehova. Neema yako isitupungukie mahali hapa, katika jina la Yesu. mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, anapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililopo popote, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili
na uzima wa milele. Amen. Naomba kushika. Yesu asifiwe. Tulisema baba atakuja, baba yetu askofu, tunamshukuru Mungu amefika. Yeye atasema zaidi na mengine, lakini naomba tumpokee kwa makofi mara 3. Mwanakondoo ameshinda. Tumfuate. Mwanakondoo ameshinda. Mchungaji wa ushirika pamoja na waumini wote, baraza la wazee katika ushirika huu, idara zote, Wakristo wenzangu wote, kwa wake kwa ume, tunamshukuru Mungu aliyetupatia nafasi kuwepo pamoja nanyi katika ibada hii kwa tarehe hii ya leo. Kama nilivyosema mchungaji, nimeongozana na watu kadhaa, lakini kwa pekee na mke wangu yuko hapa, mchungaji Bahati Mshani. Simami yuko hapa. Yeye anafanya kazi katika kituo cha watoto yatima kule Nsalaga. Kuna wenzetu kutoka Baraka Tradition ambao wako katika ibada hii na wanatuchukua moja kwa moja. Ninaomba nimuombe sasa ndugu yangu mjitambulishe kwa majina yenu. Karibuni. Ukianza na Mwanakondoo ameshinda. Tumfuate. Mimi kwa majina naitwa Robert Elia Mwafulango, natoka Baraka Media. Tuko leo hapa tumeongozana na baba askofu, lakini pia tumeongozana na mtayarishaji mwenzangu anaitwa Chaula ambaye anatoka kwenye timu ya uzalishaji wa Baraka Television. Tuko hapa tutafuata kwenye ibada hii. Asante sana, lakini pia kuna dereva yuko pale anaitwa Adili. Asante, ndiye ametuendesha mpaka hapa tulipofika. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba askofu, karibu sana. Asante sana. Kwa kweli ushirika wa Tete tunafurahi kuona na ni baraka kwetu. Amina. Karibishe sana, na wakati mwingine pamoja na mama pia, lakini pia na wote ambao umeongozana pamoja na baba askofu, tuwakaribishe tena Tete. Amina. Jisikie mko nyumbani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Utambulisho huo na salamu hizo naomba tuzipokee kwa kupiga makofi mara 3.
kuketi. Wapendwa katika Kristo, katika ushirika huu wa Tete, nikianza na kiongozi wa ibada au mchungaji mahali hapa pamoja na waumini wote kwa ujumla wake, kabla sijasoma neno, nitoe shukrani za dhati sana kwa ajili ya kutukubali kuungana nanyi katika ibada hii na kumtumikia Mungu pamoja nanyi kwa siku ya leo. Lakini nilete salamu nyingi sana kutoka ofisi yetu kuu ya jimbo. Baba mwenyekiti wa halmashauri kuu ya jimbo, mchungaji Paul Mwambaraswa, anawasalimuni sana, lakini anajua kwamba nipo hapa na wanawasalimu pia. Na pia makamu mwenyekiti wa jimbo yupo katika ushirika wa Ifwe Kenya kwenye ibada kama hii kwa huduma kwa siku ya leo, na katibu wetu mkuu wa jimbo yupo katika ushirika wa Nkanga katika ibada kama hii, na hao wote wanawasalimu pia. Nitoe pongezi sana kwenu nyote kama waumini kwa kazi njema ambayo mnaifanya katika ushirika huu. Ni mara ya pili nadhani kuwepo mahali hapa. Nilikuja ni muda kama sio 2022 21, ni muda mrefu nilifika mahali hapa. Kwa niwapongeza sana kwa hatua zote za maendeleo zinazoonekana, na pia nitoe pole kwa wale wanaweza kwa magumu mnayoyapitia. Maisha ya mwanadamu kuna nyakati ngumu, lakini pia kuna nyakati ambazo zinakupatia furaha, ila zote tunasema ni nyakati za Mungu. Kwa hiyo hongereni na poleni kwa yale yanayokuwa magumu kwenu, lakini jipeni moyo katika nyakati zote ili tufikie ng'ambo ambayo Mungu amekusudia. Nitoe shukrani za dhati sana kwa ajili ya kumpokea mchungaji ambaye mnaye sasa. Ni kijana mdogo lakini na mamlaka aliyopewa na Mungu. Simama mbele yenu kama kiongozi wenu au kama baba wa kiroho kwenu. Asanteni sana kwa ushirikiano wote mnaotoa kwake. Bwana Yesu akumbuke katika hilo. Alipokuwa nakuja hapa nilisema, jamani, naomba mpokee huyo kijana mdogo. Nikamwambia mzee Mwaisumbe ambaye namfahamu vyema sana. Kijana wake tuko naye katika ofisi kuu ya jimbo, ofisi ya mpango na maendeleo. Kwa hiyo ninapoongea habari ya Tete, mzee ambaye yuko kichwani mwangu ni Mwaisumbe. Amina. Kwa sababu siku ndio kuja mara ya kwanza hapo nipokea hapa. Nakumbuka vyema sana. Baraka za Mungu ziwe nanyi. Amina. Na kuendelea kutumika naye na kumsaidia katika hili na lile, kusaidiana pamoja. Huduma ya Mungu ni kusaidiana. Amina. Hakuna aliye mkubwa, hata mwenyewe ni askofu, lakini ni mtumishi wa wote. Amina. Ni mdogo kuliko wote. Amina. Na kwa njia hiyo tunahudumiana. Ni kiongozi wenu, mnamhudumia naye anahudumia. Tunajengana katika mifumo hiyo. Naomba amani ya Mungu iwe nanyi muda wote, na baraka ambazo zitakuwa mbele yake basi mkashikamane pamoja naye. Amina. Nishukuru kwa idara zote ambazo mmesifu Mungu mahali hapa. Bwana Mungu awabariki sana. Amina. Hai wa kanisa ni pamoja na idara ambazo zinaweza kumsifu Mungu. Lakini bado naendelea kukazia jambo ambalo napita kila ushirika kuambia watu, ninaombeni sana mnapoimba mcheze, lakini kuwe na kiasi cha kucheza. Kwa nini nasema haya? Mara nyingi sana vitu ambavyo vinatafuna uimbaji ni flash kabisa. Mkizoea kuimba kwa flash kila wakati na kucheza sana, cheza kweli kweli. Kuna wakati umeme utakatika. Amina. Unaona hicho kitu? Umeme ukikata tu watu wanapotezana. Sauti unasikia usisikii tena. Wengine mpaka wanasimama kabisa, hawawezi tena.
Kwa naomba mjitahidi muimbe kwa kutulia na muimbe kwa vinywa vyenu. Flash zina mahali pake ndio katika ibada sawa, lakini jitahidini kuimba kwa vinywa ili msipoteze ile kalama ya kuimba. Ukiendelea kuimba kwa flash karibu mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wewe hutaweza kuimba tena. Sauti yako ile na kwa sababu unawekeza katika kuluka na kucheza. Na huyo anayeluka na kucheza, ukisema imba hata imba. Ni sana mtu anayekimbia. Kuimba hawezi kuimba sawa sawa. Ila ukicheza kwa wastani utaimba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Munaona kwenye mikutano ambayo wanawafanyia ukaguzi, huwa mnaruka pale. Mnatulia, mnaimba. Jitahidini hivyo. Ni miongoni mwa wanafunzi, si wale 12, lakini wanafunzi ambao walikuwa wanamtumikia na walimfahamu vema sana. Tukio la kifo chake liliwaumiza wengi, hasa ambao walikuwa wanamfahamu Yesu. Kwa wanaposema habari kwa manunguniko na kwa maumivu makali kwamba Bwana wamtendea mambo mabaya, wamemuua, hatuko naye, mioyo yao inasononeka, mioyo yao inaumia, wanasafiri na ni jioni wanarudi Emau. Biblia inasema ni maili 7. Sababu ya kifo cha Yesu, wanaona sasa hawatapata huduma ambayo walikuwa naipata, wala ile kampani ambayo Yesu alikuwa anapatia na kuatia nguvu kupitia mafundisho yake. Kwao mioyo yao inaumia, wanatembea wakizani wako peke yao. Ghafla Yesu asiye na mipaka tena, baada ya kufufuka, anawatokea katikati yao, anaungana nao, wanamwona mtu yuko katikati yao tena, wanatembea. Wakajua ni msafiri mwenzetu tu, tunaelekea Emau, ametoka labda Yerusalemu pia. Wanatembea. Anauliza, jamani mnaongea nini? Walikuwa naye bado waliendelea kuongea habari za yule aliyeuawa ambaye ni Yesu. Wasijue kwamba ndiye huyo ambaye yuko katikati yao. Wakamgeukia, wakakunja sura kwamba wewe ni nani usiyejua habari hizi. Jambo kubwa linapotokea katika eneo fulani huwa ina nguvu ya kusambaa. Tukio la kuuawa au kuteswa kwa Yesu lilisambaa kila mahali. Hakuna sehemu ambayo hawakujua. Kila mtu, hata watoto walijua kwamba kuna mtu ambaye amesulubiwa anaitwa Yesu. Alikuwa na nguvu, alikuwa na uweza, lakini amekamatwa, amesulubiwa. Na watu wakaanza kuuliza kwa nini? Mbona alifanya miujiza mingi sana? Imekuwaje akamatwe na kusulubiwa? Maswali yalikuwa mengi sana. Wakasema si ndiye huyu aliyekuja hekaluni akafukuza watu kwa fimbo, lakini hakuweza kukamatwa? Wanaongea hizo habari. Yesu anapouliza kwamba mnaongea habari gani, wanasema ni mtu wa namna gani usiyejua haya? Kila mtu anajua habari zilizotokea. Wewe ni wa wapi? Umetoka wapi? Ndipo Yesu anawaambia mambo mengi sana, akarejesha habari za hayo mambo kwamba alitabiriwa na manabii tangu Musa, lakini hawakufumbuliwa fahamu zao. Wanatembea mpaka wamefika kijijini. Yesu akahitaji kuendelea na safari. Ndipo wale ndugu kwa moyo wa upendo wakasema, la Bwana, rudi, ni usiku sasa, huenda uko mbele ukashambuliwa na wanyama au watu wasiopaa wabaya. Rudi, ni usiku. Kama una mahali pa kulala, basi twende tuongozane pamoja sehemu tunaokwenda upate kulala, kesho uende na safari. Ukarimu jambo jema sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukarimu ni tunda linalotoka katika maisha ya watu. Hawakumjua aliye naye, lakini kwa ukarimu wakasema, Bwana, rudi, twende kupumzike. Hawakujali chakula, hawakujali mahali pa kulala. Wakasema, tutakuhudumia, twende kupumzike nyumbani. Mahali pengine tumewafukuza hata malaika wa Mungu. Wanapita katika miji yetu. Unaambia nenda tu, nenda. Sasa ni mapema, tutaenda ni jirani tu. Mahali unapokwenda nenda, tutafika sasa hivi. Kuna watu wanaloza namna hiyo. Muache katika jina la Yesu. Amina. Wakaribisheni watu kwa upendo na kwa taratibu. Sasa hivi tuna watu wengi ambao kweli sio wazuri. Miaka ya leo unapokea mgeni, unaripoti kwa kiongozi.
nimepokea mgeni huyu hapa, naomba mje muone ametoka mahali fulani. Ya, uongozi unataka kwamba katika ubalozi wetu tuna mtu fulani ameingia amelala kwa fulani. Hivyo vitu vipo. Ni ukarimu huo. Lakini kuna watu ilitokea mahali fulani, natembea jioni imeingia kabisa, na sijui nakokwenda. Yule mama anambia nenda, ni jirani tu hapo. Wala alizami jua tu wala giza alianza kumefika. Ni jirani, nenda. Lakini shida yake ni kwamba sile chakula chake. Unyimi. Ya, unyimi. Nikatiwa moyo na maneno yake nilipoingia. Na kanyaga basikeli sipiki. Giza linaanza sipiki. Saa 2 nakwenda sipiki. Saa 3 ndo naingia kijiji kinachofuata. Lakini sema nenda, ni jirani tu hapo, kwa sababu ya kwenda kuvuga bajeti yake. Baada ya kumkaribisha, ameingia nyumbani, wameandaa chakula, anaomega mkate, anawapatia, ndipo macho yao yanafunguliwa. Wanamjua kwamba ni Bwana wetu, ni Yesu. Wakafurahi. Ghafla anapotea katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Habari hii inatukumbusha na kutujuza kwamba Yesu alipofuka katika wafu alikuwa si wa kumilikiwa na mtu mmoja au watu wawili. Alikuwa Yesu wa kila mahali. Alijidhihirisha kwa watu wengi waliomwamini na kutegemea. Ningetamani pia ajidhihirishe katika maisha yako. Uambatane naye ili ajidhihirishe katika maisha yako. Na yeye kujidhihirisha katika maisha yako, yawezekana usimuone kwa macho kama walivyomuona hawa ndugu zetu wa karne hiyo ya kwanza. Ndio, huenda kuna baadhi ya watu wamemuona Yesu, lakini sijui. Sina uhakika sana. Hata Petro au Paulo alipokuwa amepata shida ile ya njiani, aliona mwanga mkali sana. Yesu kataka kujidhihirisha katikati yetu. Ikiwa tutaambatana naye katika maisha yetu ya kiroho, yupo tayari kujidhihirisha kwa macho ya rohoni na kwa mifumo ya rohoni. Na njia ya kuambatana naye kama wenzetu walioongozana naye, moja, unahitaji kuwa mtu wa kuomba sana na kuwa na mzigo wa kazi yake pale Kalvari. Mzigo wa kazi ya Yesu pale Kalvari ulibeba rehema. Uwe mtu wa kuomba sana, mtumishi wa Mungu. Popote unapokuwa, omba, kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Hatuna ukamilifu ambao Mungu anauhitaji katika maisha yetu. Tunahitaji sana kuwa watu wa kuomba toba, ili Yesu awe na nafasi katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Tunapoamka awe katikati yetu. Tunapotembea kufanya shughuli zetu awe katikati yetu. Tunapokuja kulala awe katikati yetu. Tunapokula chakula awe katikati yetu. Tunahitaji kuwa waombaji. Na nikisema kuomba, maombi yetu yaambatane na toba. Yohana mzee katika maisha yake ya uzee anasema tukisema tuna dhambi twajidanganya, wala kweli haipo ndani yetu. Lakini tukisimama dhambi, yani kwa njia ya toba, yeye Yesu ni mwaminifu na wa haki, yuko tayari kuondoa udhalimu wote ulionao ndani yetu. Na udhalimu ukishaondolewa ndani yetu, tunapata nafasi ya kuambatana na Yesu kipindi chote cha utumishi wetu, cha maisha yetu, cha safari zetu. Popote tunapokuwa, yuko tayari kuwa pamoja na wewe. Maana yeye anakaa katikati ya watu walio safi katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie na Mungu akuoshe kupitia damu ya mwana Yesu Kristo. Muda wote uonekane kuwa na thamani mbele zake kupitia maisha yako ya toba. Kuambatana na Yesu ni maisha hayo yenye kuomba na toba, lakini pia kuwa na rehema kwa watu wote na kuwa na upendo kwa watu wote. Hata wanaokuumiza, jaribu kuonyesha upendo kwao. Na wanaotuumiza ni wengi sana. Amina. Lakini tajiri sana kuyatenda yote kwa sura njema, bila kuumia katika mioyo. Ndio kanuni ya Ukristo. Ndio kanuni ya Ukristo. Yesu yuko tayari kuwa pamoja na sisi. Tunapoona kilichotokea hapa, kumega mkate, kuna nguvu kubwa sana ukiwa pamoja na Yesu. Kuna nguvu kubwa sana.
kumega mkate ukiwa na Yesu. Mnajua katika vyakula hivi pia tunaweka manuizo mengi sana. Naombeni sana vyakula mnapokula. Ombeni sana chakula mnachokipokea na kukipata. Omba kama kuna ushirikina kwa njia ya maombi unafutika kwa jina la Yesu. Amina. Yesu ametufundisha kwa walipomega ule mkate anawapa kwa ajili ya kula, macho yao yalifumbuliwa. Naomba pia ndugu yangu unayewindwa kwa njia ya kuweka sumu au vitu gani kwenye vyakula vya ushirikina, unaposogea tu kwenye chakula, damu ya Yesu ioshe na kusambaratisha vitu vyote ambavyo ni hatari kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Emau inaweza sio mji ule wa jirani na Yerusalemu. Emau ni safari ya kwenda huko juu mbinguni kwa Baba. Tuambatane naye muda wote, ili ile siku hata kama mili yetu inalazwa pale kabrini, mili yetu inaoza pale kabrini, lakini roho zetu zihifadhiwe mahali pazuri pema, kwa siku ile ya kuja kwake mara ya pili, aone kwamba hawa waliambatana na mimi kwa sababu ya kufufuliwa na kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Neema ya Kristo iliwahifadhi wengi na nguvu ya Kristo iliwafunika wengi, ipate kwa pamoja nanyi sasa na hata milele. Amen. Amen. Naomba tusimame. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Mwanakondoo ameshinda. Tufuate. Basi tunashukuru kwa ajili ya ujumbe huu mzuri. Baba Askofu, Mungu akubariki sana, na naomba tupokee ujumbe huu kwa kupiga makofi mara 3. Mungu atubariki sana. Basi ni wakati sasa tunapoenda kutoa sadaka zetu, zaka na shukrani. Ninaomba content tupatie wimbo.
mwisho wa ibada. Mungu atubariki. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Baba, pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwepo katikati yetu katika ibada hii. Tangu tumeanza hata sasa tunaelekea kuahirisha. Asante kwa yote yaliyofanyika. Umetuwezesha wewe Bwana kupitia Roho wako Mtakatifu. Bariki watu wako hawa. Bariki kanisa hili kwa ujumla wake, kuanzia kiongozi mpaka Wakristo wa kawaida huko chini. Bariki shughuli zao waingiapo na watokapo. Mkono wako usipungue juu yao. Wachunge Bwana, unayetuchunga na kutupigania katika mengi yanayotukabili. Ondoa shida, tuliza dhoruba, wape amani na utulivu katika kutumikia. Bariki sadaka zilizotolewa kutoka katika vyanzo mbalimbali, zitakaswe kwa damu yako, zifanyike baraka kwa utumishi shambani mwako. Utuangalie kwa rehema ya Bwana, tunapotoka kwenda kwenye shughuli mbalimbali. Mkono wako usituache, usitutupe Mungu wa rehema. Tuangalie kwa huruma na kutuchunga. Tukutane tena Jumapili ijayo, tukurudie shukrani kwa mengi tutakayotukirimia kwa siku sita katikati. Tuaje kwako kama watoto wako, tukiamini Yesu na tusikia. Mchungaji mwema, unatuangalia, utatuacha. Tuamri tunapokutanika na tunaposali, tusali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizavyo huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu, sasa na hata milele. Amen. Iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho ngae nanyi daima. Amen. Amen. Jumapili ijayo, Mungu atupe kibali na nafasi cha kufika tena. Amen. Basi tutapotoka sasa na kuagana pale nje, naomba tutaimba wimbo kwenye nyimbo zetu za Kikristo namba 189. 189 nyimbo za Kikristo, Mungu ni pendo.
tutakuwa tunaimba wimbo huu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nilipotea katika dhambi, akaja Yesu kuniokoa. Yeye kanipa kuwa huru. Tunapoahirisha ibada hii, tusikie maneno ya Mungu yanayotuongoza na kutuunganisha na wenzetu duniani kwa juma zima. Neno linasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Petro wa kwanza 1:23. Bwana awafanye kuwa mbegu isiyoharibika, mzae matunda yaliyo mema, na Mungu aliyewaleta arudishe salama. Naomba tuenende kwa amani ya Bwana. Amen. Amen.